Mwokozi Mungu wa rehema, asante kwa ajili ya siku ya leo tena. Siku iliyo njema na yenye furaha kabisa. Umetupatia zawadi, hata shuhuda hizi zinatujenga kwamba Mungu uko pamoja nasi. Libarikiwe jina lako lipitalo majina yote. Tuhudumie tena na utukufu wako tufunike, na Roho Mtakatifu ingia kazini, kwa sababu sisi hatuna kitu. Lakini wewe huisha ufahamu wetu na fikra zetu, ili maneno yetu yakatiwe mafuta na wewe. Katika jina la Yesu, na kila mwenye pumzi aseme amen. Naomba tukae. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tuna somo lenye kichwa kinachosema kampeni ya urejesho wa kifedha kwa wana wa Mungu ndani ya Kristo Yesu. Kichwa cha somo: kampeni ya urejesho wa kifedha kwa wana wa Mungu ndani ya Kristo Yesu. Lile neno ndani maana yake nje ya Kristo kuna gharama yake. Hivyo ni muhimu sana ukaangalia hilo lililoandikwa kwenye kichwa cha somo. Kichwa cha kitu ndicho kinachobeba mwili mzima. Kwa hivyo unavyoona mpaka Mungu anatupa namna ya kuiweka. Ilikuwa siku 7 nikimuomba Mungu kichwa cha somo hili kinakuwaje. Na ninamuomba Mungu mara vichwa vingi vinatokea, lakini Mungu akanirudishia hii mpaka imefaa. Bwana Yesu asifiwe. Kampeni ya urejesho wa kifedha kwa wana wa Mungu ndani ya Kristo Yesu. Haina maneno mengi ya kukuchosha. Haleluya. Na somo hili limebeba vichwa viwili vikubwa. Kichwa na malengo ya kwanza, ama kichwa cha kwanza kina hichi, manake lengo au kusudio la kitu. Kusudio la somo hili na makusudio mawili. Kusudio la kwanza ni kuachilia ufahamu ndani ya watoto wa Mungu kuhusu aina ya maisha waliolipiwa na Yesu kwa njia ya msalaba. Kuachilia ufahamu ndani ya watoto wa Mungu kuhusu aina ya maisha waliolipiwa na Yesu kwa njia ya msalaba. Kusudi la pili ni kuwafahamisha watoto wa Mungu kuwa walicholipiwa na Yesu msalabani ipo kikanuni ndani ya agano lake Yesu. Haleluya. Kusudi la pili, kuna mtu hajasikia. Kuwafahamisha watoto wa Mungu kuwa walicholipiwa na Yesu msalabani ipo kikanuni ndani ya agano la Yesu. Haleluya. Na haya sio masomo mepesi. Nimekuwa na ushindani mkubwa sana juu ya mashambulizi, juu ya gharama ya somo hili. Ulimwengu wa roho unatamani jambo hili lingekuwa mapema, lakini ulimwengu wa giza unapiga kelele, sababu hakuna kitu kigumu kama mtu amekuwa kipofu tangu kuzaliwa alafu leo anaambiwa ona. Kwa wana wa Mungu kumiliki fedha si jambo wamewahi kusikia, na hii pia itawafanya wengi kujikwaa. Nini kitakachowafanya wajikwae? Huenda wakafikiri tunayofundisha masomo haya tuna shida na hela. Sisi hatuna shida na hela. Sisi tuna shida kwa wewe upate hela. Wewe ukipata hela, ufalme wa Mungu umejengwa. Bwana Yesu asifiwe. Nani urejesho? Kwa hiyo kama ni urejesho, ilikuwa ni haki yako, ila hukuweza kuimiliki, na sasa unarejeshewa ili uweze kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Kitu chochote ukishasikia urejesho, ukisoma maandiko, ukisikia na kufuatilia neno rejesho, maana yake lilikuwepo patano. Lile patano ndilo linalompa Mungu kurejesha kitu. Kwenye kitabu cha Yoeli ameandika zaidi ya mara 4. Na ameandika kwa sababu wale wana kipindi cha nabii Yoeli, watu waliacha agano la Mungu, na hasa kwenye madhabahu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unapata nafasi kasome kitabu cha Yoeli. Na vitu vingi sana, lakini maneno ya urejesho utayakuta mle. Yaliyoandikwa kwa picha mbalimbali. Kuna kurejesha miaka. Kuna kurejesha vitu vilivyopotea. Kuna kurejesha msimu na kadhalika. Haya yote ni dalili ya kwamba makosa yakifanyika kunafungwa kitu fulani, kunazuiwa.
Na toba inapoingia kazini ama watu wapatikane wachache wakaomba toba, Mungu analeta tena namna ya kuleta urejesho kwa ajili ya jambo lililokuwa limezuiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na tukawa tunaangalia mambo matatu, na jambo la kwanza lilikuwa ni hili. Jambo la kwanza, mambo matatu ya kupata kufahamu. Ya kupaswa kufahamu. Mambo matatu ya kupaswa kufahamu. Na jambo la kwanza ilikuwa ni hili. Ikiwa tu unamwamini Bwana Yesu, kuna haki zote za kufanikiwa kifedha na kiuchumi. Maana yake una haki zote za kufanikiwa kifedha na kiuchumi, maadamu mtu unamwamini Yesu. Haleluya. Kile kitabu cha Warumi sura ya 10, ule mstari wa 8 mpaka wa 10. Na ni maandiko tumekuwa tukiyasoma, lakini hatujajua yamebeba kitu gani mle ndani. Lakini yale maandiko ni mafupi kidogo. Yanasema, je, yanenaje lile neno li karibu nawe katika kinywa chako? Neno lipi? Lile tulihubirilo. Nasema, kwa maana ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini moyoni mwako ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, utaokoka. Lile neno la kukiri halimuhusu mtu mwingine, linamuhusu mlengwa. Ukiri ni wa kwako na kufanikiwa pia ni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na moyo wako ukiamini kuna haki zako ambazo unazipokea. Kumbe ndani ya moyo, injili ikija ni uweza wa Mungu letao wokovu. Ikishaachilia ndani yako kusikia, kule kusikia kunaleta imani. Imani huja kwa kusikia. Kusikia huja kwa neno la Kristo. Kila unachokisikia kwa njia ya neno la Kristo ni maisha. Haleluya. Haleluya. Iwe umeelewa hujaelewa, lakini kila unachosikia, na ndio maana sasa ni lazima uwe makini sana na kila unachokisikia, kwa sababu vitu vingine unavyovisikia vinaharibu maisha yako. Vingine ukivisikia badala, na tulisoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3. Nyoka alipeleka ripoti mbaya kwa Hawa. Na maisha yetu yakavurugwa toka pale kwa sababu ya ripoti. Ripoti tu ya hichi kile unachokisikia kinaweza kutengeneza kiwango cha maisha yako ambaye hayataendelea mbele kabisa. Haleluya. Haleluya. Jambo la pili lilikuwa ni hili. Kufahamu kuwa kwa njia ya msalaba Mungu aliyekuokoa ndiye mmiliki wa uchumi na fedha na dhahabu zote ni zake. Kwa hiyo kama utasema utaki fedha, basi usimtake na Yesu. Jaelewa haraka. Ukisema utaki fedha, usimtake na Yesu. Haleluya. Yaani ukishasema tu utaki hela, na Yesu usimtake. Ameshalipa kila kitu. Na sioni kama ni heshima sana kukataa ulicholipiwa na mkuu. Kwanza kupata kitu cha mkuu ni faida. Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tuko kwenye jambo la tatu ambalo jana tulichukua kipengele kimoja, ambacho kilikuwa kina mambo matatu. Haleluya. Na hili jambo pia la tatu lina vitu vitatu. Na jana tumechukua kitu kimoja. Mimi naomba tu usiniache. Haya masomo lazima ya kuhamishe kutoka mahali ulipokuwa. Lazima. Mimi nikisema lazima maana yake nina hakika. Haleluya. Hautabaki ulivyo. Na mimi naelewa kabisa kanisa kama kanisa limehubiriwa kwenda mbinguni. Ni sahihi. Ila halijaenda mbinguni. Ni sahihi kabisa. Ila halijaenda mbinguni. Haleluya. Yohana Mbatizaji alipoleta injili yake alisema yanyosheni mapito. Yeye ni sauti ya mtu aliye nyikani. Na akaelekeza mambo mengi sana. Na akabatiza ubatizo wa toba. Yesu akaja akaleta ubatizo wa moto na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu alikuwa na kitu cha kwake ambacho amefunuliwa.
Kwa hiyo sichukii sana wachungaji kama wametufundisha na wahubiri wengi wametufundisha kwenda mbinguni, sichukii, kwa sababu hata Yohana alifundisha na akaja akasema yuaje nyuma yangu ambaye mimi sistahili hata kulegeza mikanda ya viatu vyake. Sababu nikisema gidamu juu kanda ya viatu vyake. Na alipomaliza misheni yake Yesu akatokea. Yesu anatokea anasema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mwenye ufalme ni yeye, lakini anasema umekaribia. Uko wapi sasa? Uko wapi sasa? Na akaendelea nayo mpaka mahali amefika na yeye akamaliza misheni yake, ameondoka. Kile alichokifanya kwa miaka 3.5 tu ilitosha kubadilisha ulimwengu wote. Usiishi kwenye njia ya umaskini. Tunapoishi kwenye umaskini ni chaguo la sisi, kwa sababu ni kama watoto yatima sisi, wakati tu hatupaswi kuwa watoto yatima. Yeye amesema hata tuacha yatima, atamuomba Baba naye atampeleka msaidizi mwingine, Roho Mtakatifu. Kanisa la Kipentekosti ni tayari tuna Roho Mtakatifu, sio wa kuwazimwa. Tunaye. Na mimi nashangaa kwa sababu Roho Mtakatifu kazi yake mojawapo ni uende kwa wakati na kwa nyakati na kwa saa. Kwa sababu Roho Mtakatifu akwambia usiondoke kweli. Ondoka uone. Kuna watu wengi wamepata ajali nyingi sana kwa sababu hawajamtii Roho Mtakatifu. Hizo ajali ni nyingi sana. Kamuulize mtu wa kiroho kabla hajagombana na mke wake au na mume wake, anaripoti. Ila hajaifanyia kazi. Kwa nini? Sisi sio yatima, tuna Roho Mtakatifu. Tunaenda sasa. Okay, kuwa na Roho Mtakatifu usiyemtumia hana kazi. Hajanielewa. Jaribu kununua nguo, alafu tangaza kila harusi kwamba nina nguo nzuri lakini hujavaa. Atakwambia ungevaa tukuone. Maana shelfu ya nguo yako ni mwili wako. Ili tujue nguo yako ni bora na imekukaa, vaa. Hujavaa, usitueleze habari ya nguo yako. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika jambo hili la tatu tulikuwa tuna vitu vitatu. Na jana tukaangalia mambo yafuatayo. Jambo ambalo limebebwa na hili jambo la tatu, msingi mkuu wa mfumo wa mafanikio ya urejesho kwa wana wa Mungu umebebwa na mambo matatu. Jambo la kwanza ni kumcha Mungu, na tuliangalia jana vitu vitatu vinavyobebwa na kumcha Mungu. Sema amen. Jambo la pili, kumjua Mungu. Sema kumjua. Kuna wakati fulani wana wasekewa walienda kutoa pepo. Katika kutoa pepo iko kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 19, kama hujasomaga utasoma. Walipokuwa wanatoa pepo, yule pepo akawaambia, ninyi ni nani? Kwa sababu walikuwa wanasema tunawapisha kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Akasema okay, ni Yesu anayehubiriwa na Paulo. Na ninyi je ni nani? Wakaeleza habari ya Paulo, wakaeleza habari ya Yesu. Sema lakini sawa, hao wote mmoja namfahamu, mmoja namjua. Lakini ninyi siwafahamu. Kumjua Mungu ni zaidi ya kumwamini Mungu. Hajanielewa. Kumjua Mungu ni zaidi ya kumwamini Mungu. Okay. Ukimjua mchungaji, ukimjua, utatunza nidhamu yako sana ili usimkwaze mchungaji. Tunaenda sawa? Kwa sababu umemjua mchungaji vitu asivyovitaka. Ukimjua Mungu, utatunza sana wokovu wako. Usimkosee Mungu wako kwa sababu unamjua. Tunaenda sawa? Kitabu cha Ayubu. Wewe unataka maandiko lakini utaki maarifa. Usitake maandiko bila maarifa. Kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari mdogo wa 21. Kumbuka ni jambo la pili na limebeba pacha.
sababu ukimjua Mungu utamuomba. Kanuni mojawapo ya kumjua Mungu ni kumnyenyekea na kuomba. Kwa hiyo napacha hapa, kuna vitu viko pacha kwenye hili jambo la pili. Kwa hiyo tutaangalia kumjua Mungu ili pia unapomuomba uwe unamjua. Usiende tu kumuomba Mungu wakati umjui. Tunaenda sawa sawa? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mimi najua kanisa hili lina waombaji. Na mimi najua huwa mnafunga pia. Na mimi najua kuna watu wanafunga mafungo mbalimbali. Sawa. Sasa leo mimi sifundishi wanaoomba sana. Mimi nafundisha kumjua Mungu na maombi yako. Tunaenda sawa? Kitabu cha Ayubu sura ya 22 ule mstari wa 21. Neno la Mungu linasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Sasa turudi nyuma. Usiende haraka mbele. Turudi nyuma. Mjue sana Mungu, kuna koma. Ni sawa au haina Biblia yako? Ipo jamani. Watu wengi wakisoma Biblia wakikuta hiyo era iliyowekwa, hawasomi kwa capital letter kuipa heshima kilichowekwa. Weka heshima cha kitu kilichowekwa. Umekaa mbele ya mwalimu, kwa hiyo lazima nikuelekeze kanuni. Mjue sana Mungu, akaweka koma. Okay. Kwa nini ameweka koma? Tafakari kidogo hilo neno. Baba, katika jina la Yesu, wakumbushe wale walioyasoma. Mkumbushe mtoto wangu. Kumbushe mtoto wangu. Hujamjua Mungu. Una kipepo. Hujamjua Mungu bado. Hujamjua. Sasa kama ungemjua Mungu, omba mvua inyeshe shambani kwako peke yako. Angalia jirani yako. Mwambie, unaweza hiyo? Uwezi hiyo? Hiyo uwezi. Ndio utajua Mungu yuko juu sana kuliko mawazo yako. Jaribu kumwambia Mungu, shamba langu tu, shamba langu tu, shamba langu tu. Kuna wageni, mashemasi nisaidieni kuwakaribisha wageni. Shamba langu tu, shamba langu tu, kuna wageni wameingia. Shamba langu tu, 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 shamba langu tu. Nisikilizeni wapendwa, shamba lako haina pointi, ila neema ya Kristo imewekwa, imefunuliwa ili watu waweze kujua kweli yake, na ndani ya ile kweli watembee katika nuru ya kweli. Haleluya. Shika jirani yako mkono. Mwambie mjue sana Mungu. 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 Akuelewa? 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 Naongea na mtu hapa. Mstari wa 16. Sijasoma, sije ukasema nimeshasoma. Sije ukasema nimeshasoma. Watu wote waingie ndani, tutunze uchaji. Na nimeona watoto wamekaa kwenye viti. Na haitaleta nidhamu. Hii kanisa bado halijawekwa kwenye mpangilio. Iweko tu kwenye mpangilio, watu wanakaa wengi sana kuliko. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 16 anasema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Narudia tena. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mashemasi kanisani hawaruhusiwi kukaa. Sijawahi kufundishwa hiyo. Sasa sijaja kufundisha viongozi wa kanisa. Na kiongozi wa kanisa sio mpaka siku ya zamu. Siku zote askari ni askari. Sio mpaka amevaa jezi. Si mnaelewa? Sio mpaka amevaa jezi ndio anakuwa askari. Naweza ukapanda kwenye basi wamevaa sketi lakini ni maaskari. Na hii nchi ina maaskari kila mahali. Nilikuwa naongea na askari mmoja anasema tuko kila mahali kama Mungu. Kaambia kama Mungu kabisa. Nasema mpaka mtaani kwako tu. Kwa hiyo huwezi kutukimbia. Tutakushika tu hata ungeenda Marekani. Huko nako tuko. Kaambia sawa. Mtandao wao ni mkubwa sana. Sasa wewe unakuwa shemasi.
Unakuwa shemasi kanisani kwako, lakini ukija kwenye kanisa lingine huwi shemasi. Tambulisha nafasi yako. Sema amen. Turudi kwenye somo letu. Tuko kwenye somo. Mwambie jirani yako tuko darasani. Kumbuka tuko kwenye kumjua Mungu. Usije ukapoteza network. Mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kabla ya amani, mjue sana. Anasema si ninyi mlionichagua. Tukimjua tutajua hatujajichagua. Tumechaguliwa na yeye. Tunaenda sasa. Yaani kitendo cha kwamba umemjua sana Mungu. Hutalala kwa sababu umelala. Utalala kwa sababu aliyekuchagua amekwambia lala. Ukimjua sana Mungu, akikwambia leo tunakwenda mahali fulani, hutaweka excuse. Hutasema leo nina shamba langu fulani halijafanyiwa kazi. Kwa nini? Umemjua sana Mungu. Tuko pamoja? Umemjua sana Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sharti ambalo Yesu ameliweka hapa kwenye swala la kumjua Mungu, kuna agizo kuu ambayo imewekewa amri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai, ili uwe na amani. Jamani, kumbukeni tuko kwenye mambo mawili ndani ya moja. Tuko kwenye kumjua Mungu, lakini juu ya masuala ya kuomba kwetu. Sema amen. Sema amen. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 15. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Tunatafuta pointi ya amani. Kumbuka tunatafuta kumjua Mungu. Usitake amani alichobeba Mungu wakati hujamjua. Ukimjua sana Mungu, yako mambo mengi sana itabidi uingie ndani yake. Kwa sababu watu wote wanaomjua Mungu hawahitaji kuongozwa kwa sheria. Watu wote wanaomjua Mungu hawahitaji kusukumwa mpaka mchungaji akuambie kitu. Ukija kanisani unaelewa wewe ni mtendakazi pamoja na Bwana. Tunaenda sawa? Kilichochelewesha kanisa ni kwa sababu watu hawajakubali kumjua Mungu. Ukimjua Mungu, ukija kanisani hutakaa kama boya fulani. Unakuja kanisani unashika nafasi. Kwa sababu kiungo cha mwili sio kidole, wala sio jicho, wala sio nywele, wala sio pua, wala sio mdomo. Viungo vya mwili ni viko vingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukimjua Mungu, kiingia kanisani, ndio maana kanisa linashindwa kukua. Kwa sababu hata wale ambao wako ndani ya kanisa hawajajua ya wapasayo. Kwa hiyo akija kanisani anakaa tu kama mpira wa kona. Mpira wa kona hauna chenga, ni kupiga tu. Kwa hiyo akifika kanisani anakaa tu anasubiri kuhudumiwa. Ni kama mtu ameenda hoteli ana hela. Anasubiri tu ahudumiwe na mhudumu. Kama mhudumu hajaenda kumfuata, basi anakaa, baada ya muda anahama hoteli nyingine. Na ndio maana sasa watu wanahama makanisa. Kwa sababu hawajamjua Mungu. Ukimjua Mungu, wala mtu hawezi kukuhamisha, wala mtu hawezi kukutingisha, kwa sababu unamjua uliyemjia. Uliyemwendea unamjua. Kama wakikutenga kanisani kwa sababu ya hila, na wewe uwe na uhakika ukinyooka kama rula, vita vyako ni vikali. Kwa sababu utakuwa unachukia dhambi, na hata ukimwona mtu anayefanya dhambi utamwambia ise, lakini hili halimpendezi Mungu niliye naye mimi. Kama wakwako inampendeza, mimi kwangu haimpendezi. Acha hili. Na kila siku waliosimama kwa kunyooka wana vita vikubwa, lakini wana faida kubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukimjua sana Mungu, utachukizwa na mambo mabaya yanayofanywa na watu. Mtu anakuja kanisani anasubiri tu ahubiriwe. Na mwingine hata ibada ikichelewa hana hata saa mkononi, anamfanyia hivi mchungaji. Mchungaji, muda. Hujamjua Mungu, wewe ni pepo tu. Kwanza siku ya Jumapili kazi yake ni nini? Biblia inasema ikumbuke siku ya Bwana uitakase. Neno kutakasa maana yake ni siku takatifu.
Wewe unanyanyua mkono kanisani na wewe umekuja mbele za Mungu, hakimu mkuu huyu. Huyu ni hakimu mkuu, huyu Mungu wa madhabahu ni hakimu mkuu. Ana mamlaka juu ya kuishi kwako, ana mamlaka juu ya kutokuishi kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukimjua sana, ukija, Biblia inasema tetemekeni mbele za Mungu. Ukimjua sana, ile amani ambayo amebeba imewekewa kwenye sharti. Sharti maana yake kuna gharama ya kumjua Mungu. Hutapewa amani isipokuwa umemjua Mungu kweli. Haleluya. Kweli. Kija kanisani usije kama unakuja kudoea. Unakuja kanisani kama unaenda kuwajibika. Ukifika hapo unawajibika. Walokole wengi wakija kanisani wana sadaka moja, kama utafikiri wanaenda kulipa kodi ya kichwa. Sadaka moja tu. Moja tu. Je, huko mbinguni hujasoma Biblia? Farao alimwambia Musa, nendeni nyie mkafanye ibada, acheni ng'ombe, acheni na watoto wenu. Musa akamwambia, hatuachi hata ukwato, maana kule hatujui Mungu atachagua noti ipi. Shida yako unaangalia tu ile maneno ya kwenye Kutoka. Kule Musa aliwaambia hatujui atataka sadaka ipi, maana yake ziko noti zingine Bwana anazitaka huku, ambazo ukiziacha nyumbani Mungu atakuuliza iko wapi, na kwa kuwa hujamjua umechenchia nyumbani ukaleta ile moja. Umjui Mungu. Muulize jirani yako, mwambie, unafikiri unamjua? Unafikiri unamjua? Eti unafikiri unamjua? Ukija kanisani wewe unawahi mambo yako. Unakuja kanisani huku unawaza kwenda kupalilia, kumaliza kiraka. Wacha mvua inyeshe huku. Wachungaji ni hawasemaji tu mambo mengine na wakaaje na haya maboksi. Kwa sababu wakati mwingine unakuja kanisani, mtu anapanga kwamba ataenda kumalizia kiraka. Siku mvua imenyesha, kanisa linakuwa na watu wawili. Ama kama hamna kabisa pia wakati mwingine. Kwa sababu kila mtu anasema nimeenda kumwaga mbegu ya unajua mbegu, unajua mvua ndio hii ndio imetokea. Kwani ya kwako hiyo? Hujamjua Mungu. Aibu wewe. Kwani ya kwako hiyo mvua wewe? Hiyo mvua ni ya kwako. Jaribu kumwagilia hata ndoo moja ya maji, useme kila siku unamwagilia pale nyumbani kwako wenyewe kuna vumbi, kwa sababu hata ndoo moja kuibeba na kumwagilia kila siku huwezi. Lakini Mungu wetu ukimjua, ananyeshea mvua wema na wabaya. Hajali nyinyi ni wachawi, hajali nyinyi ni makafiri, hajali kwamba ninyi mko namna gani, hajali mnamwamini au muamini, lakini atanyesha mvua kwa wakati wake na kwa majira yake. Huyu ni Mungu mkuu. Haleluya. Haleluya. Mjue sana Mungu. Ndani ya kumjua Mungu utamhofu. Utafanya vitu kienyeji. Utatembea kwa network ya kwako. Utatembea ukitembea sikio moja linamtegea Roho Mtakatifu. Unasemaje mkuu? Maana yeye ndio mkuu. Tunaye Roho Mtakatifu lakini tumemzimisha. Kwani tunamtumia? Kwani tunamtumia Roho Mtakatifu? Usiseme uongo. Kwani tunamtumia? Una vitu vingapi Roho Mtakatifu amekwambia fanya hujafanya? Na siku ile ulipokwama kufanya hicho alichokuambia Roho Mtakatifu, umaskini unakuhusu. Uliacha kufanya kwa sababu ulitaka muhemko. Kapate muhemko. Muhemko hauna faida, ila Roho Mtakatifu ana faida. Waongozwa na Roho, hao ndio wana wa Mungu. Umejiepusha kuongozwa na Roho, una hasara mpaka kesho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakristo ni wakulazimishwa kutoa sadaka. Yaani watu wana safari na wana gari lao, wanakwenda nalo Dar es Salaam au wanakwenda naye Nairobi, alafu wanasafiri, alafu wanakwepa sheni. Wakristo wanakwepa sheni na wanaenda Nairobi. Mtachelewa sana. Mtachelewa sana. Kwa sababu mtoaji wa sadaka anawekeza akiba ya kwenda safari yake ya mbele. Kila mtoaji wa sadaka anatoa sadaka si kwa sababu ya mchungaji, anatoa sadaka kwa sababu ana safari mbele, anawekeza kwa ajili ya mafuta yake ya gari ya maisha yake mbele, anatembea mbele, anapita mbele, anaangalia kesho safari yake.
Magari yamebeba matenki tofauti. Kila tenki linabeba kilomita zake. Wewe unatoa sadaka kwa hofu. Huna Roho Mtakatifu, umeshamwacha kwenye kopo. Umemweka kama kibubu. Una Roho Mtakatifu. Na ukishamzimisha, huyo Roho Mtakatifu ni wa ajabu sana. Hakulazimishi. Biblia inasema ni mpole. Ni mpole. Yaani ukisema sifanyi, nakwambia haya. Nenda kamuulize mzinzi. Na kanisani saa hizi wazinzi ndio wameamkia huko. Kamuulize mzinzi, wewe si unasikumbuka? Wakati unafanya kuna sauti inakwambia usifanye jamani. Usifanye jamani. Pako unakosa amani ndani. Baadaye ukimaliza unalia, mjinga wewe. Roho Mtakatifu anaona mpumbavu. Si nilikwambia usifanye. Na ndio maana sasa ukimwi umehamia kanisani. Kwa sababu ukishamzima Roho Mtakatifu anakuletea mwenye ukimwi. Na ukimwi sio ugonjwa, ukimwi ni pepo. Hajasikia? Ukimwi ni pepo linalotembea. Tumeyakemea sana. Huduma hii ina zaidi ya miaka 28 sasa inaelekea. Tumekemea mapepo ya ukimwi. Anasema tulimsubiria muda mrefu sana. Kwa sababu kuna mzima. Roho Mtakatifu anakuambia usiguse hiyo. Wewe unasema lakini kanilazimisha. Na sasa hizi tunasema tumebakwa. Umebakwa watu, mbona unapiga kelele? Una akili timamu wewe? Huna akili. Ndio maana Biblia inasema azinia na mwanamke hana akili. Na mwanamke pia azinia na mwanaume hana akili. Wote sawa. Ni mlevi na mwingine. Sasa tunasema tumemjua Mungu. Umemjua wapi Mungu? Na kila mzinzi ni kama mwizi wa sukari. Mwambie jirani yako mwizi wa sukari. Mwae kujaribu kuiba sukari? Mwae kujaribu kuiba sukari? Ukiweka mdomoni baada ya ile utamu wa sukari kuisha, mdomo unakuwaje? Unakuwa chungu. Ni kama ujielewi. Umeokoka ukaenda mbinguni sio? Sisi tupo duniani, tunamhubiri Kristo. Kwa kuwa hujamjua Mungu, unaiba sukari kila siku. Kila siku unaiba sukari yako. Kila siku unaibaga sukari yako. Ngoja basi hata nionje kidogo. Lakini sitaki. Ewe roho ya uzinzi, sikutaki. Umtaki, umemkataa. Biblia inasema kimbia, sio swala la kuambia sikutaki. Kimbia, wenzako waliacha koti. Uzinzi sio kitu ya kulegeza macho. Uzinzi ni kitu cha kuamua. Halo, unafanyaje? Unapiga kelele, unapiga wangi. Unakimbia. Kama mchungaji yuko mbali, mkimbilia hata bibi yako. Mwambie bibi nisaidie hiyo bakora nipige mtu hapa. Haleluya. Kinachosababisha dhambi kanisani kutokumjua Mungu. Humjui Mungu na unazima ile amani. Biblia inasema amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Kwani inaamua kwako? Kolosai 3:15 anasema na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Ndio mlioitiwa. Sema amen. Maana yake ile amani ndio kiongozi wako. Uliyemjua Mungu sana, ili amani ikae na wewe, lazima umkubali kiongozi atembee na wewe. Lazima ukubali kiongozi atembee na wewe. Hata hivyo unaumwa, sio kwamba ugonjwa ni haki yako, lakini ulimzimisha Roho Mtakatifu. Alikwambia acha, wewe ukasema ngoja nionje kidogo. Onja sukari, unataka kesho. Utakula kesho. Walaji wa bigiji wote wanajua. Kila bigiji baada ya muda mata yamekuwa machungu, unatema kule unatupia mbali. Unataka bigiji tena. Dhambi za kanisa zimekuwa kama za sukari na bigiji. Kwa sababu hawamjui Mungu. Unataka hii kampeni kusaidie, lazima uanze kujikumuta. Mwambie jirani yako jikumuta. Jikumuta, anza kukataa vitu vingine. Ndio maana dhambi iko paka madhabahuni. Mimi sitaki niwataje wengi, lakini iko paka madhabahuni kwa sababu mtu hujui utumishi wako. Utumishi wako, jamani, utumishi ni mitimani, utumishi ni vitu vya kikanuni ambavyo Mungu ametuwekea na saba ametuzingira hivi na utukufu wake. Huhitaji kukusogelea dhambi. Dhambi ikikusogelea unakimbia. Unakimbia. Sio habari ya kuongea na kulegeza maji. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mwenzako aliyejua njia anaitwa Yusufu alisema halo,
Ni utendeje uovu mkubwa namna hii nimkose Mungu? Habari ya mimi na Mungu niyo yenye msingi sana kuliko habari ya kukaa kwa Potifa. Mimi siangalii mshahara, naangalia aliyeniwekea maono ndani yangu. Ukiwa na maono, hutakubali dhambi kusogelee. Una maono wewe. Asipo maono watu wacha kujizuia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maono ya kufanikiwa ndani ya Kristo Yesu yana gharama yake kwa kweli. Yana gharama yake. Lakini yana faida yake kubwa. Sema amen. Ndio maana Yesu anasema utafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yangu. Maana yake mnijueni jamani. Mkishanijua mimi kila kitu ninayo, nawapatia tu. Jamani, vipo kwa Yesu, vipo vya kutosha. Wala hata ukoo wako umalizi. Kama ulize Ibrahim, hawajamaliza ile hazina ya mbinguni. Iko tu mpaka sasa, iko tu. Lakini nani huyo atakayekubali kutembea kwenye nasaba ya Mungu? Haleluya. Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 10. Tunaenda kwenye pointi ya maombi. Ndio tunaendelea. Tunamaliza tu hata hilo eneo moja, alafu tutakwenda eneo la 3 baadaye. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mshike jirani yako, mwambie umemjua Mungu kweli. Mwambie chunguza tena hiyo tiketi. Usikute una kadi ya NIDA wakati unaendesha gari. Mimi nakushauri ni bora ungemwambia traffic leseni nilibadilisha suruali, nikaacha leseni kwenye suruali ya jana. Hiyo ingeitwa hekima. Sasa unasema na leseni naona unajiridhisha kabisa na hauna. Unatoa kadi ya NIDA. Wewe jambazi wewe. Jambazi, alafu jambazi wa kanisani ni wabaya. Watu wanaopoteleaga kwenye taa. Watafutage, hamna tochi ya kuwamulika tena. Maana wao wenyewe wako kwenye taa. Wakristo wako kwenye nuru, lakini wamepotelea kwenye nuru. Injili ya Yohana sura ni ya 15 mstari wa 10. Naomba usome, maana huenda ukafikiri nasoma Biblia yangu. Sasa uzuri wa Mungu kwa sababu ya kutupa hili neno tunabeba jamani, kabla sijakuletea neno huwa nalipikiaga mwenyewe na kulaga. Ndio faida ya kufundisha. Wewe peleka neno hujakula. Nisomee tafadhali. Injili ya Yohana sura ya 15 mstari wa 10. Mkizishika amri zangu, mkakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyoshika amri za sema amri. Wangapi wanajua amri ya jeshi? Wangapi wameenda jeshini kidogo? Nani ameenda jeshini hapa? Jeshini? Wamenyanyua kwa kuchelewa kule nyuma. Jeshini unaelewa kanuni za jeshi? Kanuni ya jeshi, ukianguka ukaangukiwa, husemi nimeumia. Unaelewa? Ni amri. Kanuni ya jeshi, wakianza kula, ukichelewa kula, husemi nina njaa. Kwa sababu kuna timetable. Kuna muda maalum. Hata walioenda hata paka form 4 wanajua. Kule mashuleni tu kwenye mabweni kuna majira ya kuzima taa. Kweli sio kweli? Sasa ngoja izimwe alafu wewe useme mimi ndo nataka kusoma. Na simu hairuhusiwi. Sasa jeshini ni kubaya zaidi kwa sababu hata kama wakisema wanafanya crow, kule kwenye kucrow, ukiwa na ushapu ukacrow juu ya migongo ya watu, hakuna mtu atakwambia sasa unaniumiza. Sema amri. Yaani unaweza ukacrow kwenye migongo ya watu. Naelewa? Na ndio maana jana nikakwambia mimi nataka ukwazike ili mimi nipite kwenye mgongo wako. Wewe ukikwazika ndio unasababisha watu wengine wanapanda chat. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Endelea dada. Na kukaa katika pendo lake Mungu aliyenipa kazi. Ongeza huo mstari mwingine. Kuna mtu hajaelewa. Ndio. Hayo nimewaambia. Kama hauna hayo kwenye ile amri, kama hauna, usitake furaha. Amani ni furaha. Kaa mama. Tena kaa taratibu.
furaha yenu itimizwe. Amani bila furaha hakuna amani. Ili msingi wa furaha uwepo, amani iwepo. Amani bila hela, huna amani. Pesa ni jawabu la mambo yote. Haijaandikwa. Unasomaga kwa kuambiwa na mchungaji. Kila unachotaka kufanya, pesa itahitajika. Iwe unajua au hujui. Jana nishakwambia na juzi, na nitakwambia tena. Ndio maana ya kampeni. Kijana unayenisikiliza hapa, wacha kuchelewa. Umri wako ndio mtaji wako. Umri wako huo ndio mtaji. Chezea uone. Kwa sababu leo unaweza ukakimbia, ukakata mkaa, na nasikia huku mnakata hata miombo, hamjui thamani yake. Kateni. Kateni. Na asante Yesu, maana wewe ni wa kuotesha. Kikata moja inaota 10. Ni kama anaambia wajinga ninyi, ngoja tu niwalishe maana ni wajinga wangu. Ni wajinga wake kweli. Bwana Yesu atusaidie. Lakini unaweza kuendesha pikipiki ukapeleka mkaa Nangwa. Baba yako hawezi, hata kufikisha Simba hawezi. Wewe unaweza. Sasa sio mkaa kupeleka kwa pikipiki, unaweza ukafunga mkokoteni wa ng'ombe ukamwomba baba dume wake wawili. Ukamwambia ile saa watu ndio wamelala, mimi ndio naanza na dume. Huyo nikifika Simba na wafungua na walisha mbugani. Nasubiri tena saa 6. Ikifika saa 6, twende. Tulibeba piwa na punda. Wewe umekutana na sisi kwenye Injili. Sisi tulibeba piwa kwa punda. Wewe unajua kubeba piwa na punda? Kubeba piwa na punda. Askari akitokea unakimbia na punda. Wewe utakimbia na punda na umebeba piwa na punda. Unajua ni kama hujaokoka wewe. Wenzako walilipa gharama mapema. Ukiona tumemkataa shetani tulimjua ni mjinga mpaka kesho. Tulijua ufahamu wake haupo, hauwezi kutusaidia. Biblia inasema jaribuni mambo yote, lishikeni lilo jema. Wewe umejaribu nini? Wewe umekaa tu na kondoa macho mnaangaliana na baba na mama. Ngoja na wewe utakuwa baba. Na watoto wanakusubiri utawapeleka shule kwa kuangalia. Huwezi kuwa na amani isipokuwa mfuko umeshiba. Huwezi kula chakula cha hela ya kupewa isipokuwa mfuko wako ndio utakupa chakula ya aina unayotaka. Hajanielewa. Nenda hotelini una 500 alafu agiza chakula ya aina unayotaka. Sema choma kilo 1, watakuweka jela. Jaribisha ukaone. Jaribisha ukaone. Wewe unakwenda na 500 kako unasema choma kwa sababu naona wenzako wakisema choma. Choma na wewe uone. Pingu inakuhusu. Na usidhani yule muuza nyama ndio mwenye nyama, naye kibarua. Haurudi nyumbani. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, hata hivyo mimi ndio hivyo nilivyo. Mimi nakuamsha, amka. Mpende Yesu. Tembea kwenye amri zake. Tafuta network ya kwake usiku na mchana. Hawezi kuruhusu maombi yako yapenye mbinguni isipokuwa lazima utembee kwenye network ya kwake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaomba, sio tunaomba kwa sababu tunambadilisha Mungu. Ngoja nikupe kitu kigumu. Hatuombi tumbadilishe Mungu. Tunaomba tutengeneze network yetu ya kumjua Mungu. Tunaenda sawa. Usije ukamwambia Mungu, Mungu nitengenezee nyumba kama hii, kama hii. Iko kwenye mapenzi yake. Tunaomba kutafuta mapenzi, kusikia ufahamu wa Mungu. Ndio sababu ya kuomba. Wewe omba mpaka kesho kutwa. Na ndio maana Paulo anasema anenaye kwa lugha hujilisha mwenyewe, hujifaidi mwenyewe, wala hawezi kuwasaidia wengine. Akasema heri kuhutubu kuliko kunena kwa lugha, kwa sababu kunena kwa lugha unajilisha wewe mwenyewe. Na mtu yeyote anayenena kwa lugha, ngoja nikupe siri, kunena kwa lugha anayeongea sio wewe, ni Roho Mtakatifu. Saa nyingine anamwambia Mungu, huyu ni mjinga wetu, mwache tu, msaidie. Ni mshamba wa kwetu lakini mwache tu, msamehe. Wewe unafikiri unanena kwa lugha unajaza vitu vizuri, kumbe wewe unaombewa na Roho Mtakatifu. Msaidie tu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anamwambia Mungu, msaidie tu bwana, saidie. Kwa hiyo usije kumuona mtu ananena sana kwa lugha akasema yuko kiroho sana. Sasa anaombewa na Roho Mtakatifu. Sababu maandiko yanasema utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika kwenye kile kitabu cha Warumi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kumbuka ni kwenye kumjua Mungu. Haleluya. Haleluya. Twende kwenye Injili ya Mathayo. Kwa nini tunaomba? Kwa nini tunaomba? Tunamaliza hiki kipengele kimoja tu, alafu tutakwenda kufanya maombi. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Injili kama alivyoandika Mathayo sura ya 26. Kama umepata nisomee mstari wa 41 mpaka 42. Kwa nini tunaomba? Kwa nini tunaomba? Kwa nini tunaomba? Kwa nini tunaomba? Ukijua kwa nini unaombaga, utakuwa na nidhamu ya kuomba. Alafu tunaenda kwenye Yakobo sura ya 1, sura ya 4. Soma aliyepata. Kesheni muombe, msije mkaingia. Muulize jirani yako, wewe huwa unaombaga kwa sababu gani? Twendeni taratibu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu. Wewe huwa unaombaga kwa sababu gani? Jamani, tuko darasani. Kumbuka tuko darasani. Wewe huwa unaombaga kwa sababu gani? Haleluya. Haleluya. Kesheni muombe, msije mkaingia. Kwa hiyo kukesha kwako tunaondoa majaribu. Yapi? Yanayoweza kutulemea tukashindwa kumuelewa Mungu. Yanayoweza kutushinda tukashindwa kufanya mapenzi ya Mungu. Yanayoweza kutubana tukapita njia ambayo Mungu hajatuambia tupite. Kwa hiyo kuomba kwangu kunanisaidia mambo mengi sana, lakini mambo mawili ya muhimu. Nisifanye yaliyo mapenzi yangu, nifanye yaliyo mapenzi yake yeye aliyenipeleka. Tunaenda sawa? Kwa sababu Yesu alipokuwa anasema haya maneno, alikuwa anapita kwenye njia ya msalaba. Wewe pia una msalaba wako wako. Una msalaba wako wako hapo ulipo, ambao huo msalaba ni sehemu Mungu aliyetaka uwepo. Ni mahali Mungu alikotaka ufanye kitu fulani. Lakini kwa sababu huombi, imekuwa jaribu kwako. Hajanielewa. Kwa kuwa huombi, umeolewa na mtu ambaye sio stahiki yako. Una miaka 18 na unataka kuolewa, ingia kwenye maombi, usije ukaingia majaribuni. Majaribu ni nini? Huyo ambao unatamani akuoe anaweza akawa jaribu, na atakuwa jaribu wapi? Wakati wewe unafikiri umempata mchumba, umepata jini. Alafu umeolewa na jini. Alafu nasema tunataka watoto. Jini hawazaaji watoto kwa upande wa kwetu, wanazaaga watoto kwa upande ule. Hujakuta mtu anaota ndoto ananyonyesha mtoto. Nyonyo, lakini hana watoto. Tumewaombea wengi. Kwa sababu siku ile wakati anataka kwenda kwenye njia ya kuolewa na kuoa, hajaingia kwenye maombi ili asiingie majaribuni. Na mimi nilikuwa nafikiri mtu ikifika kwenye standard ya kusema kwamba nataka kufanya jambo fulani, wacha la ndoa, hata kwenye biashara, hata kwenye kulima, nenda mbele za Mungu, funga na kuomba. Mungu, mwaka huu fungua macho yangu. Nilime nini? Nifanye biashara gani? Sema amen. Usifanye tu. Nenda kwenye maombi. Mwambie Mungu, nisiingie majaribuni, nisitupe nikapoteza. Nahitaji kukaa na wewe. Nisifanye jambo ambalo litakuwa machukizo, likaondoa amani yako. Haleluya. Kuna watu wamefanya kitu wakakosa amani mpaka kesho. Unashangaa umefanya kitu, siku ulipokuwa hujafanya afya yako nzuri. Siku ukifanya afya yako inakwisha. Afya ya mwili inaendana na afya ya roho. Afya ya mwili inaendana na afya ya roho. Nikikuangalia machoni umekonda kwenye uso, najua tu umekonda na rohoni. Kila kitu kinaenda sambamba. Mambo mawili. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kama roho yako haijafanikiwa, wewe na uhakika
mwili wako pia hujafanikiwa. Kama mwili wako hujafanikiwa, roho yako pia hujafanikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mambo ya Nyakati. Tunamaliza. Nyakati wa kwanza. Mungu unayemjua, anapaswa awe ni Mungu ambaye ameshawahi kumvusha mtu mahali. Na hii lazima itakusaidia. Mungu unayemjua au ameshawahi kumvusha mtu mahali. Mwangalie jirani yako. Mwambie usikute una Mungu ambaye hajawahi kumvusha mtu. Hajanielewa? Kwa mfano, kama Mungu uliye nayo ni wa baba yako asiyeoga. Oga ya mwili kabisa. Oga ya mwili. Amkeni, ni kama mjaamka. Kwa mfano, kama umeokoka kwa mtu kukuongoza na kumjua Mungu, lakini hajakupa vitu maalumu kwenye maisha yako, kwamba unatakiwa kuwa na hii na hii na hii na hii, ukapata maelekezo ya wokovu kwa upungufu wa maelekezo ya kibiblia, unaishi chini ya kiwango. Si kwa sababu Mungu anataka uishi chini ya kiwango, kwa sababu umepokea mafundisho yaliyo chini ya kiwango. Nirudie kwa lugha ya kiualimu. Unataka kufaulu mtihani kwenye swala la hisabati, usimtafute mwalimu wa Kiswahili. Sio kwamba yeye sio mwalimu, ila wa Kiswahili. Hajanielewa? Mwalimu wa hisabati amefaulu kwenye masomo ya hisabati. Ukimpelekea mtoto atamfaulisha hisabati. Mwalimu wa Kiswahili ukimpelekea mtoto wa hisabati, sio kwamba sio mwalimu, na mshahara nao na yuko shuleni, ila sio mwalimu wa hisabati. Mwalimu wa history kadhalika, vivyo hivyo kila kitu. Sasa mtu mmoja ameokoka ndani ya kanisa, akaambiwa kuwa na hela kwanza ni dhambi. Hamwezi kuwatumikia mabwana wawili. Si imeandikwa kwenye Injili ya Mathayo? Hamwezi kuwatumikia mabwana mangapi? Wawili. Okay. Sasa mimi na kampeni ya kupata hela. Wewe utataka hiyo hela? Na aliyekuongoza njia ya kumjua Mungu amekwambia usipendage hela. Mwangalie jirani yako. Mwambie utataka hizo hela kweli? Hatataka. Hata kama hajakujibu, hatataka. Kama aliyekupa mbinu za wokovu amekuwa chini ya kiwango cha kufahamu. Unajua kuna chini ya kiwango ya ufahamu. Ndio maana mjue sana Mungu. Kumjua sana Mungu, usihangaike kufanya kazi ya Mungu, isipokuwa hangaika kumjua Mungu unayetaka kumtumikia. Tunaenda sawa? Kama hauhangaiki kumjua Mungu unayetaka kumtumikia, usiende kumtumikia. Si kazi nyepesi kumtumikia Mungu, lakini nenda darasani kwake. Daudi anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta. Nikae nyumbani mwa Mungu siku zote za maisha yangu. Ni utafakari. Neno kutafakari, maana yake utafakari kitu alichosema. Tunaenda sawa sawa? Kwa hiyo kama mtu aliyekupa mbinu za wokovu alichelewa kufanya kitu fulani, alafu au akakwaza kwenye kitu fulani, amekublock. Twende kwa Daudi baba yetu. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 28 mstari wa 9. Utafikiri nilikuwa naongea na huyu jamaa. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Nani kapata? 28. Soma mama. Jamani, maiki zangu hizi. Haya, tutaziombea kama zina mapepo, lakini mimi najua hakuna pepo, ni mtu huyo. Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta tafuta. Hebu mwambie jirani yako, hata hapa Saidi anatafuta tafuta.
Usifikiri ukiniangalia sana ndio unanielewa. Utafuta. Mwambie jirani yako tafuta. Mimi napenda injili ya Yesu kwa sababu Yesu wakati fulani watu wamemfuata wakasema msitendee chakula kinachokufa kazi. Sababu watu wamemfuata, kaambia lini umekuja huku? Kaambia nyie shida yenu mikate. Sasa Ebeneza hajaleta mikate. Mikate tulio nao ni mmoja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hata makande tunazo kula za kwetu. Kwa hiyo hamjaja hapa kwa ajili ya makande ya Ebeneza. Tuna makande ya mbinguni hapa. Haleluya. Kwa kuwa Bwana utafuta. Endelea dada. Na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Ukimtafuta ataonekana nawe. Ukimwacha unaweza kukaa taratibu. Hebu mshike jirani yako, mwambie Mungu anatafuta. Nimependa hiyo pointi kubwa sana. Natafuta. Anatafuta. Akifika nakuta mtu mwingine yeye ni muumbea tu. Au huku kwenu hawapo wale watu wangu kabisa. Mimi naita wangu kwa sababu hawaelewagi, wako kanisani wamekaa kama msalaba. Kwani unakuaga? Hii mimbari inakuaga? Iko pale. Yaani mtu mwingine anaweza kuuliza, eti wewe umesikia? Wangapi wamewahi kusikia mtu akiuliza umesikia? Justina, wewe hujawahi kusikia mtu akisema umesikia? Umesikia wewe ukamjibuje? Umeshafungua mlango. Tamu yake ilikuwa ni hii. Akikwambia umesikia, mwambie sijasikia na sitaki. Sijasikia na sitaki. Waira kwa na neno moja zuri. Wanasema umesikia uongo. Umesikia uongo. Alafu na wewe unaishia sijasikia jamani. Kwa hiyo wao umeshaambiwa moja kwa moja, wao wale mapepo yao nafikiri alikuwa yamefeli. Haya kuficha jambo. Umesikia uongo. Na wao umeambiwa umesikia uongo na wao unasema sijasikia uongo na nataka uongo. Unayo. Mungu asifiwe. Tafuta. Huyu Mungu ni mzuri sana. Mjue sana Mungu wa baba yako. Wewe baba yako ni yupi? Mjue sana Mungu wa baba yako. Baba yako ni yupi? Wana wa Israeli walimwambia Yesu, wale Wayahudi wakamwambia Yesu, sisi sio wana wa haramu, hatujawahi kuwa na baba wa haramu, sisi ni watoto wa Ibrahim. Akamwambia hapana, ninyi ni watoto wa haramu. Maana Ibrahim kabla hajawepo mimi nipo. Akasema, wewe una miaka 40 hapa. Wakachukua mawe wampige. Hawajui mtu ameongea kiroho. Mungu tafuta. Akamwambia ninyi mngekuwa uzao wa Ibrahim msingetafuta mawe kunipiga. Na kwa sababu ninyi ni wana wa haramu. Ninyi wa ibilisi ninyi. Mungu tafuta. Fikiri kwenye mawazo yako. Anasema utafuta mawazo yote. Maana yake akija kwenye moyo wako anaangalia mawazo yako. Kampeni hii inashindwa kukusaidia. Anajua ni vitu vya kuanza kujipambanua. Wapi wewe utakutwa kwenye kampeni hii? Hela jamani zipo. Jamani hizi hela zipo. Wangapi wanajua hela za braka? Utapewa bila hujatimiliza masharti. Za vikoba utapewa. Okay, za Yesu ziko juu zaidi. Anazo tena nyingi. Uzuri wa hela za Yesu hazihitaji majuto. Akikupa ni zako. Haleluya. Acha habari ya riba mama, wewe tulia huko. Kwanza tu mpaka umeenda kwenye riba wewe umeshapotezaga njia, unatembelea choki. Choki unaelewa?
natembelea, mafuta yameshaisha kwenye tenki. Kwa hiyo natingisha. Wale waendesha pikipiki najua mko hapo. Natingisha, unalaza mpaka unataka kunyanyua engine ikae juu. Wanapuliza aise, mchungaji ameleta mpya. Napuliza. Sasa sijajua kama unapopuliza inaenda upande gani. Jamani, Mungu atusaidie. Jamani, Mungu wetu sio wa huko. Mungu wetu ni mwaminifu na ni mwaminifu. Biblia inasema ahadi zake ni amina na kweli. Neno lake limepimwa kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwisho. Kipengele cha 3 baadaye tutaingia. Sema amen. Wangapi wamepata kitu kidogo? Naomba maswali 3 kabla sijakuruhusu. Niko na dakika na saa. Unaona hapa na timetable kuliko ya kwako. Naomba maswali 3, maulizo 3. Kama hamna naomba. Naomba maiki kama zimefufuka. Amen. 28:9 ambayo kipengele cha mwisho cha mioyo. Sasa mimi najiuliza, yeye ni Mungu, kwanza najua hii yeye ni. Najua ni bidii kwenye kujitaji, kwa nini atafuti? Kwa nini siende mambo moja? Sasa mimi naona kwa nini kwanza Mungu atafute? Anawajua watoto wake aliowaumba yeye. Na wako wapi? Hiyo hao wenye mioyo ya kukubali na wenye nia njema wakati yake si anawajua? Kwa nini atafute? Kwa nini asiopelekee tu moto wanaondoka? Au wanafanya? Asante. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana pia na mimi kwenye darasa langu naruhusu kuuliza. Eti naruhusu kufanyaje? Kuuliza. Vipimo vya Mungu sio vipimo vya wanadamu. Tunaenda sawa sawa? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome mstari mmoja hapa. Kile kitabu cha Yeremia, kama Biblia unayo, tusome kitabu cha Yeremia. Tumepata Yeremia au haujapata kwamba ni Yeremia gani? Mlango wa 9. Tunaomba tuanze mstari ule wa 12. Umepata? Naomba usome. Nani aliye na hekima apate kuelewa haya? Ni nani aliye na hekima apate kuelewa haya? Tena ni nani ambaye kinywa cha Bwana kimesema naye apate kuyatangaza? Nayo ni nini maana yake nchi hii kuharibika na kuteketea kama nyika isipate mtu? Tosha, naomba ukae. Fikiri, ngoja. Muuliza swali, hakupaswa kusoma neno. Maana yeye bado anaguna. Alipaswa yeye asikie. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Kumbuka Mungu ni Mungu, alafu sisi ni wanadamu. Angalia kitu anachosema kwenye Yeremia. Kule Daudi ndio anayeongea na mtoto wake. Kule Daudi ndio aliyekuwa anaongea na mtoto wake.
na sababu ya kuongea na mtoto wake, wajibu anayemwachia ulisimamiwa na maandalizi yote kwa kutegemea nguvu za Mungu. Sema amen. Kwa hiyo Daudi anataka kuniambia neno moja, kwamba wewe mwanangu, hii kazi ili mimi nifikishe hapa, mimi nilikuwa mkamilifu mbele za Mungu. Nilifanya kila kitu kwa kumtii Mungu. Kwa hiyo sasa wewe mjue sana Mungu wa baba yako, maana yake mimi ni baba yako, lakini Mungu wangu aliyeniwezesha mpaka hapa, naomba umjue. Na hakumpa ombi, alimwambia mjue. Sababu Mungu chunguza moyo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anasema hivi, ni nani aliye na hekima apate kuelewa? Kumbuka jana tuliongea faida ya hekima. Tuliongea kidogo Hekima maana yake nini? Kusema jambo mahali husika na sio kila mahali, na jambo kwa wakati, na neno utakalo lisema utalionja wewe. Hajanielewa? Usiseme neno. Mtu yeyote anayebofoka tu na kusema neno baba hekima. Na mimi nashangaa sana hata kwa wakina mama. Mama, wewe ni mtu mzuri sana, na mimi nakujua wewe ni mtu mzuri sana. Hata kwenye ndoa yako wewe ni mtu mzuri sana. Hata tukikuona duniani wewe ni mtu mzuri sana. Lakini unajua kilichokuletea shida, umekuwa maji yanayopita kwenye mtaro ambaye ni machache. Maji machache huwa yanafanyaje? Maji mengi yanaenda yametulia tu. Jaribisha kuingiza mguu hapo, una bahati. Biblia inasema heri ungenyamaza, kwako ingekuwa hekima. Kumbe mtu anayenyamaza anapata hekima. Mume wako akija akapanda, mama wewe mjinga wewe, huna akili wewe, wewe usijibu. Nampa mtu faida hapa. Wewe usijibu. Wewe muangalia tu. Akipanda wewe shuka tu. Nisamee mume wako. Wewe neno lako moja. Anaenda paka juu. Wewe malizia na nisamee. Na yule mwimbaji amesema hapa, sijajua ni mwimbaji au ni Mary rafiki yangu mwenye mwili mkubwa. Akasema kubali yaishe. Mimi sipendi ile. Mimi sipendi ile. Biblia hairuhusu ile. Kwa sababu kama ni kukubali ili yaishe, tunamalizia usoni tu hapa. Lakini baadaye huyu jamaa huyu bana huyu hajanichinjiaga huyu. Ila kwa leo tumekubali yaishe. Ndio maana kuna wakina mama hata ungemwagia garamu ya mafuta hawanenepi. Sio Mary lakini. Unajua kwa nini? Kwa sababu wana mambo ambayo wangetaka wao ndio wangevaa suruali. Usivae suruali. Rahisi tu. Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake mwenyewe. Mtu akija na makelele yake, wewe shuka chini. Sema shuka chini. Haya, una glasi mbili zimejaa uji na unataka kumlisha mtoto, na zote ni za moto. Unafanyaje? Mwangalie jirani yako, mwambie unafanyaje? Zote zimejaa uji na zina moto. Unahitaji kumpa mtoto uji na mtoto analia. Unafanyaje? Unafanyaje? Zinataka kwanza ufanyaje? Zinataka upooze, si ni sawa? Utapoozaje na zote zimejaa? Unashindwa na Wachina. Hata pikipiki zenye piston mbili haziendaji zote pamoja hivi. Huwa zinaachiana nafasi. Kweli sio kweli? Yes. Kwa nini wewe mama usipunguze glasi yako chini? Mwambie mwaga chini ya kwako. Wewe mwaga. Alafu mwambie ya kwake wekea huku juu mpaka ya kwako ipoe. Ya kwako umemwaga chini. Hajanielewa. Mwaga hasira yako chini, ya kwake yamwagie kwako. Baada ya muda atakutafuta kwa tochi. Wewe nyamaza tu. Maana glasi ambayo iliyokuwa na uji lazima iende kwenye ambayo imepungua. Ikienda kwenye iliyopungua, ile ambayo ilikuwa ina moto imeisha uji.
Hajanielewa. Bwana Yesu atusaidie. Jaribu kupasha maji kwa chupa, alafu kunywa yale maji, au mimina mahali, alafu funga ile chupa. Utajisikia inafanyaje ile chupa? Inafanyaje? Inajiminya. Inakonda. Unaambia, "Mbona unakonda?" Mizia umemchukulia maji. Atakonda huyo mume wako baada ya muda. Halo? Nani huyu mwenye hekima? Ni nani basi mwenye hekima? Ni nani aliye na hekima apate kuelewa na haya? Yule mwenye moyo safi. Ndio maana Mungu anatafuta. Sema amen. Hawezi kutafuta mpaka ampate mwenye hekima. Sasa mioyo ya fikra zetu zilizonajisika haziwezi kupatikana katika utulivu wa Mungu kukupa kazi. Ndio maana shida imekuwa kubwa. Swali la mwisho. Maana tumesema matatu, sasa naona muda unaenda. Naomba swali. Lete maiki. Kulingana na somo letu ya siku ya leo na swali katika kitabu cha Mathayo, Yakobo sura ya 4. Hapa ni bandika bandua. Hapa wala hatuna shida. Halo, tulitafakari kabla ya kupata ujumbe. Kati ya vitu gharama kubwa sana ni kupokea ujumbe bila kupata neema ya kupambanua hiyo ujumbe. Yakobo sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Naomba imjibu hilo. Sasa sikiliza roho yako, kwa nini mwili wako ni dhaifu? Sikiliza sasa nini kinachotokea. Vita vyatoka wapi? Vita vyatoka wapi? Na mapigano yatoka kati yenu. Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Ndiyo. Si humu katika tamaa zenu. Si humu katika tamaa zenu. Fanyazo vita katika viungo vyenu. Matamani wala hamna kitu. Unataka kupata kitu fulani lakini haipo. Taratibu. Unatamani kupata kitu fulani lakini haupati, lakini unaomba. Mwili hautakupeleka kwenye jaribu hapo. Unatamani kanga fulani. Kuna kanga moja nimeona wapi siku fulani ya mpunga. Wewe unakumbuka? Wewe umevaa kanga ya mpunga? Ya mpunga. Wangapi wanajua mpunga? Kanga ya mpunga wangapi wanajua? Kina mama, mnisaidie. Kanga ya mpunga. Asante mwenyekiti anajua. Sasa unaona mtu amevaa kanga ya mpunga, unasema, yaani ile kanga nzuri. Dhambi umeshaingia. Mwatamani wala hamna. Endelea dada. Mwaua na kuona wivu. Kwa sababu sasa unapenda hicho kitu, lakini kila ukiomba Mungu hajibu, amenyamaza mbinguni. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unabisha hodi. Ki. Mungu anasema, kelele hiyo staki. Hiyo ni kelele, acha. Utaingia jaribu ingii. Unaingia jaribu ingii. Tayari unaingia. Tena unaingia na miguu na kichwa na mwili wote ni kama unaviringita. Unaona pikipiki ya mtu, unasema, unajua kuna mtu ana vidonda kabisa kwenye kidole. Kuna mtu mmoja nimewahi kuambiwa ameng'ata kidole yake mpaka akatoa damu. Kisa kaona tu kitu cha mtu, akang'ata. Umeingia kwenye majaribu au hujaingia? Si amesema mpaka maua. Unapita saa hizi mbaazi zimenawiri, unakuta baadhi ya mtu
mpaka inafanya hivi, bado haijazaa. Bado haijazaa, ndio inakwambia tuangalie tulivyo. Unaangalia, yaani basi huyu jamaa si atakupata baadhi nyingi sana. Huyu jamaa mwaka huu atapata baadhi nyingi sana. Yaani ukitembea barabarani yaani jamaa anapata baadhi nyingi sana, naenda kuchukua majini ile yavune yale baadhi usiku. Umejaribiwa hujajaribiwa? Eti umejaribiwa hujajaribiwa? Ng'ombe wa mtu tu. Unajua kuna ng'ombe wengine wakishiba vizuri, maziwa yanakwenda tu. Ukiona mpaka unasema. Ndio maana kina mama zetu zamani walisema wakati unamnyonyesha mtoto mfunikie ziwa. Kwa sababu kuna watu wana macho makali, wamejaribiwa na haya macho yenyewe yamekuwa shetani. Umejaribiwa hujajaribiwa? Eti umejaribiwa hujajaribiwa? Ndio maana Yesu akasema kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, maana yake utatamani kitu alafu haipo. Unatamani boda, toyo. Kwa jina la Yesu, wewe mwenyewe livivu. Wenzako wanakata mkaa, wewe unalala. Mkanda wa suruali haupo. Unajaribiwa hujaribiwi? Jaribu lipo au walipo? Wenzako wanaamka saa 11. Wewe hata tukikuuliza usiku umeomba saa ngapi? Mimi nakujua uombaji. Si tumeangaliana tu hapa na macho mawili utafikiri anaona, kumbe vipofu. Uombaji. Wenzako wanaomba kwa sababu wasiingie majaribuni, safari iko mbele. Hatuombi kwa ajili ya jana, tunaomba kwa ajili ya safari iliyoko mbele, kwa sababu safari iliyoko mbele ina majaribu. Majaribu aliyowaambia Yesu ni kwamba baada ya muda, na wale wa jamaa waliingia jaribu siku ile ile. Jaribu la kwanza, kata sikio la mtu, tupa kule. Yesu akamwambia Yesu, usitumie panga, nina jeshi la moto, nikiamuru linakuja tu hapo. Yesu akachukua sikio, akarudishia likanata. Nikasema Yesu ulikuwa unasipagulu. Nikarudi. Wameshajaribiwa hajajaribiwa? Sekunde hiyo hiyo. Kasoma hiyo Biblia, hiyo Injili ya Mathayo sura 26. Kasoma uone. Dakika chache tu. Dakika chache jogoo amewika, amemkana, amesema mimi simjui huyu jamaa. Ameenda kuota moto mpaka na baridi imemweza, kwa sababu Yesu akiondoka kwako pia naona pataga baridi eti. Huyu mtu hajanielewa. Yesu akikuacha na baridi inakuhusu. Yesu akiwepo ndani yako na joto kila saa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Endelea dada. Wala hamwezi kupata. Lakini mtu anaomba. Jamani, watu wanaomba wengine, lakini hawapati. Na wengine wameomba mpaka wameahirisha kuomba. Wafanya vita na kupigana. Kwa kuwa muombi. Eti walikuwa hawaombi, na kule juu anasema hata muomba hampati. Ni kweli walikuwa hawaombi. Kwa hiyo aina gani ya maombi hiyo sasa? Cheki, kuna aina ya maombi. Kuna aina ya maombi. Wewe shida yako unaombaga ile maombi ya Baba katika jina la Yesu, asante kwa kuwa kumekucha. Asante Bwana kwa sababu nimevaa vizuri leo na nimekula. Amen. 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 Ndio umemaliza kuomba Mwangalie jirani yako. Mwambie acha kubipu. Piga simu. Acha kubipu. Piga simu. Piga simu. Endelea mama, malizia. Hata mwaomba wala hampati kwa sababu waomba vibaya. Amen. Inatosha dada. Wewe kaa taratibu sana. Kwa hiyo kama unaomba vibaya, utajaribiwa ujaribiwi. Kama unaomba alafu upewi, kila siku unamwambia Yesu, nipe suruali, nipe suruali, nipe suruali, hakupi. Kesho alafu nikupe siri. Yule unayemchukia ni Mungu anampa kila siku. Yule unayesema Mungu fulani kwa nini jicho moja? Mtu mmoja alikuwa anaomba, nilipata hiyo story mahali. Mungu nipe gari, Mungu nipe gari. Mungu akamwambia nakupa gari. Gari tu nakupa. Sasa yule jirani yako yule nampa 2 alafu nakupa wewe moja. Mungu mimi sijamuombea. Nampa 2, wewe nakupa moja. Kasema Mungu, kwa kuwa utampa 2, mvunje macho mawili, alafu vunje ya kwangu moja. Mwangalie jirani yako. Mwambie maombi machafu hayo.
Na unajua tuko kanisani wachungaji. Humu kuna wachungaji hawasalimiani eti. Wakikutana huko kwa sababu mshirika mmoja amenyang'anywa akaenda kule. Jamani, washirika watatukosesha mbingu jamani. Yaani wakisalimu, Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Ha. Huyu mtu ana safari ya kwenda mbinguni kweli? Hebu fikiri tena. Huyu mtu ana safari ya kwenda mbinguni kweli? Mshirika mwenyewe jambazi. Ni yule anayetuma fungu la 10 akiwa kwa mganga wa kienyeji. Alafu ndio amechukuliwa. Huyo sio kuchukuliwa. Akichukuliwa nampa na wajukuu wake. Umemchukua moja na amewatafuta marafiki zake. Mchungaji, asante umenisaidia mzigo. Kuna wengine hapa. Chukua na hawa. Nakupa na nyongeza. Nakupa na nyongeza. Unampa na nyongeza. Unajua kama kuna washamba kama yeye unampa na nyongeza, unamwambia, "Aisee siku hizi wewe unasali pale maana rafiki yako." Alafu yule aliye hapo unamwambia njoo. Unamnunulia hata t-shirt, hata singlet. Singlet shingapi? Hongera kwa kuenda kwenye ile kanisa. Aisee pale ni mahali sahihi. Ni mahali sahihi. Msikilize mchungaji, ana mafuta yule. Wapi jambazi huyo umeshamuondoa? Ondoa mzigo kwenye gari. Wewe unabeba pumba wewe. Makanisa yanabeba pumba. Kasirika sasa. Kasirika sasa. Pumba itatusaidia nini jamani? Magugu yakishakuwepo tutavuna magugu na ngano tutachoma magugu. Ngano tutaweka galani. Sema amen. Kwa hiyo hatuwezi kucheleweshwa na watu wanaotuhangaisha humu. Lazima tutafute mlango wa mbinguni. Haleluya. Nadhani inatosha. Naomba usimame. Tarudi baadaye tena. Mimi najua kuna muda mzuri. Tumefika tu kwenye ile muda sahihi. Mimi naamini pia hautakwazika. Shike jirani yako mwambie usikwazike. Mwambie utauliza hilo swali lako baadaye. Haleluya. Shike jirani yako mwambie mjue sana Mungu. Yaani wewe hangaika na hicho kitu kitakusaidia sana, utatoka hapo hapo. Ni bora ufunge na kuomba, mwambie Mungu nataka nikujue wewe. Funika macho yako, nimshukuru Mungu aliye hai, alafu nikukaribishe mwenzangu hapo. Baba yetu mwema, asante, libarikiwe jina lako mfalme. Asante kwa wingu lako la neema. Asante kwa fadhili zako kuu. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Asante kwa sababu jina lako ni kuu. Asante kwa sababu uaminifu wako ni wa milele. Kwa jina la Yesu Kristo. Wakati umefunika macho yako, kama kuna mama yoyote mjamzito hapa, nimepewa assignment ya kwake. Kama yuko mama yoyote mjamzito, hebu njoo sogea hapa mbele tukuombee. Naongea na mtu kama yuko hapa. Sijajua aliye mbali, lakini una ujauzito hata wa siku moja na unajua una ujauzito. Songa hapa mbele tukuombee. Usiangalie umri wa ujauzito wako, lakini maadamu una ujauzito, songa hapa mbele tukuombee. Hata kama ni wa siku moja. Songa hapa mbele. Hatujajua kuna nini hapo mbele, lakini wacha tumwamini Yesu. Nikiacha hilo litanibana. Baadaye nitashindwa kuongea na yule ambaye ameweka kazi ndani yangu. Njoo tu, maana mimi sikujui, lakini roho wa uzima anakujua. Roho wa uzima anakujua. Songa tu hapa mbele. Songa hapa mbele, sogea mbele kidogo. Sogea mbele kidogo. Paka hapo, paka hapo. Njoo tu, hata kama ni ya siku moja. Hata kama ni ya siku moja. Hata kama ni ya siku moja. Yes. Hatujui kuna nini mbele yako, ila sisi tumeambiwa tukuombee. Weka tu mikono kwenye tumbo lako la uzazi. Msaidieni mtoto aliyembeba. Saidia huyo mtoto aliyebebwa na huyo. Hatujui nani anaongea, lakini Mungu anaongea. Hatujui anaongea na nani, lakini Mungu anaongea. Hatujui anaongea kwa sababu ipi, lakini Mungu anaongea. Weka tu mkono kwenye tumbo lako, mikono yote miwili kwenye tumbo lako la uzazi. Huyo mtu aliyoko tumboni anasikia.
Huyo ni mteule wa Mungu anayeandaliwa kwa nyakati zijazo. Shetani anataka kumuondoa mapema. Na asante Yesu kwa sababu umetukumbusha. Nyamaza tu kimya. Nguvu za Mungu ziko hapa kama moto. Upako wa Roho Mtakatifu uliotufunika hapa. Popote pale anapohutubiwa neno la Mungu, nguvu za Mungu zipo. Wakati wa Paulo, mtu mmoja alidondoka na akafa, lakini akarudishiwa uhai kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Arobo shanda rabakuya basaya. Mungu katika jina la Yesu. Mungu katika jina la Yesu Kristo. Huu ni ujumbe kutoka kwako. Huu ni ujumbe kutoka kwako. Wewe ni shahidi mwaminifu na sisi tunatamani tutembee katika usikivu wako. Hatujui kwa nini hawa watu kwa majira kama haya wana kitu ambacho wanahitaji kuombewa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kumbuka rehema. Samehe kila mmoja, maana wewe unawajua. Kumbuka rehema mfalme, samehe kila mmoja, maana wewe unawajua. Sisi hatuwajui, lakini wewe unawajua. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hiyo damu ya agano jipya, hiyo damu ya msalaba, damu inenayo mema kuliko ile Habili, ipite kwenye hizo tumbo za uzao, ipite na kuondoa mauti. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo ana mauti kwenye tumbo la uzazi. Mauti kwenye tumbo la uzazi. Mauti kwenye tumbo la uzazi. Mauti unayetafuta kuangamiza hicho kiumbe kilichoko tumboni. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nguvu za mauti uliyetumwa, mauti. Mauti uliyetumwa, mauti uliyetumwa. Mauti uliyetumwa unayefuatilia kuua huyo kiumbe kilichoko tumboni. Kaburi lililoandaliwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pepo la mauti, pepo la mauti kwa mamlaka ya jina la Yesu. Nao kwa damu ya Yesu Kristo. Achia hilo tumbo. Achia kiumbe kilichoko tumboni. Achia kiumbe kilichoko tumboni. Achia mfumo wa uzao wake. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Presha ya mimba, presha ya mimba, presha ya mimba. Ewe pepo, presha ya mimba. Presha kwenye mimba, presha ya mimba. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Toka. Yes. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mauti uliyeandaliwa, pepo la kuharibu mimba, pepo la kuharibu mimba, jini, roho ya nyoka, roho ya nyoka, nyoka unayefuatilia watoto wachanga tumboni. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nyoka unayefuatilia watoto kwenye matumbo, nyoka unayefuatilia watoto kwenye matumbo. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nyoka unayefuatilia watoto, ninakupiga kichwa. Ndio, achia. Achia hilo tumbo. Achia hilo tumbo. Nyoka unayemfuatilia kwenye ndoto, unayefuatilia tumbo lake, unayefuatilia uzao wake, unayetaka kuangamiza huo uzao. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Now! Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ewe mauti kwenye tumbo la uzazi. 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 Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mauti kwenye tumbo, mauti kwenye tumbo, mauti kwenye tumbo, mauti kwenye tumbo, mauti kwenye tumbo. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Achia hilo tumbo, achia hilo tumbo, achia hilo tumbo, achia hilo tumbo, achia hilo tumbo. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inua mikono yako juu, watu wote tuinue mikono juu. Aliye chini simama kwa jina la Yesu. Aliye chini simama kwa jina la Yesu. Usimuinue atanyanyuka. Nyanyuka kwa jina la Yesu. Watu wote tuinue mikono juu. Kwa nini umekaa na kusikitikia? Hujamjua Mungu.
Hapa ni mahali pa vita. Pepo anaweza katoka huko akaingia kwako. Kija tu kanisani ni sehemu ya vita. Sasa hiyo si mafundisho ya leo. Inua mikono yako juu. Mwokozi Mungu wa rehema, pokea sifa. Uhimidiwe kwa sababu ya matendo yako makuu. Asante kwa ajili ya uponyaji. Linda watoto walioko matumboni. Ni watumishi wako. Ni watumishi wako Yesu. Watoke salama, waje wakutumikia katika nyakati zijazo, ili utukufu ukurudie wewe. Neema yako iwe juu yao. Walinde Bwana. Waimarishe matumbo yao, yasilete Mungu mpasuko wowote. Hakuna kuharibu mimba wala tasa kwao. Kwa damu ya Yesu naomba ulinzi wako wa kimbingu. Lolote lililokusudiwa juu yao tunalirudisha kule ilikotoka. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Walinde, watunze, wahifadhi chini ya mbawa zako. Na iwe utukufu kwako. Na damu ya Yesu ifanye vita juu ya huyo nyoka anayeharibu hizo mimba. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai. Neema yako iwe juu yao na utukufu wako walinde. Katika jina lako Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote tuseme amen. Pigie Yesu makofi, mnaweza mkarudi.